Pengine deni kubwa lilonalo Laurindo Dilson Maria Aurelio Depu, mchezaji wa kimataifa wa Angola ambaye ni miongoni mwa maingizo mapya ya Yanga katika dirisha dogo la usajili, ni juu ya ufanisi wake katika kupachika mabao kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika CAF, ambapo klabu yake ya Yanga ipo katika hatua ya makundi. Siku ya Jumamosi watacheza dhidi ya Al Ahly baada ya mechi waliocheza kule Misri kufunga mabao 2-0. Depu hakupata nafasi ya kuweka mpira wavuni, lakini katika mechi ya Jumamosi kwenye uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, Yanga akicheza nyumbani, mechi muhimu ya hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, basi Depu kwa vyovyote vile atahitajika sana katika uwezo wake huu wa kufunga, lakini pia kutengeneza nafasi za mabao kwa wenzake. Ndio deni pekee ambalo bado Depu anasubiriwa, lakini kwenye ligi kuu Tanzania bara ameanza kwa kishindo sana. Mpaka sasa mechi 2 alizocheza Depu ameshachangia mabao 4 kwa klabu yake ya Yanga. Ni kiwango cha juu cha mchango kwa mchezaji mpya ambaye ndio kwanza amecheza mechi 2. Mechi ya kwanza alicheza wakati Yanga ikicheza dhidi ya Mashujaa kwenye uwanja wa KMC Complex, mechi ya nyumbani jijini Dar es Salaam, ambapo Yanga walishinda kwa mabao 6-0, yeye akiingia katika dakika ya 55 pamoja na Mudathir Abbas. Katika dakika 35 akiwa uwanjani kwenye mechi hiyo akafunga bao 1, akatoa assist na kuchangia mabao 2 kati ya mabao 6, wakati Yanga ikishinda 6-0. Lakini Yanga ikicheza dhidi ya Dodoma Jiji, timu ambayo walioingia na mfumo uliokuwa mgumu kwa Yanga kufika kwenye lango lao chini ya mwalimu Amani Josia. Dodoma Jiji leo hii walikuwa wanalinda na idadi kubwa ya wachezaji wao, walikuwa wanafanya low block kiasi ya kwamba nafasi za kufikia lango lao kwa golikipa Ali Salim Katoro hazikuwa nyepesi hata kidogo. Lakini ni katika mechi ambayo Depu aling'ara sana, akafunga mabao 2. La kwanza akilifunga Depu katika dakika 45 plus, likiwa ni la kusawazisha baada ya Dodoma Jiji kwa surprise Yanga kuwashangaza kwa kufunga bao la utangulizi dakika 41 kupitia kwa William Edgar. Sasa Depu kufunga bao hili lilikuwa ni mkwaju wa penalty baada ya Frank Yassink kufanyiwa madhambi na Andy Bikoko katika eneo la karibu na lango la Dodoma Jiji. Lakini hiyo itoshi, katika dakika ya 60 Depu akaibua shangwe kubwa kwa mashabiki wa Yanga baada ya kufunga bao la pili la Yanga la kichwa lililotokana na pinpoint pass kutoka kwa mtokea benchi Duke Abuya. Aliruka kiasi ambacho alivutia mno wakati akilifunga bao hili katika dakika ya 60 Depu kwa mara nyingine, kabla Prince Pumelo Dube, mshambuliaji mwenzake katika washambuliaji wawili kwenye mfumo wa Yanga baada ya golikipa kuwa na walinzi 4, viungo 4, washambuliaji wawili, mpangilio wa kocha Pedro Gonçalves leo hii dhidi ya Mashujaa, Dube akafunga bao lingine katika dakika 66 na hivyo kuifanya Yanga iibuke na ushindi wa mabao 3-1. Depu mbali na kufunga mabao hayo 2, namna alivyokuwa akicheza kila mara akiwa ndio tishio zaidi kati ya nafasi zile ambazo Yanga walifanikiwa kupenya ngome ya Dodoma Jiji iliyokuwa na mabeki Abdi Banda na Ende Bikoko, Dickson Mhilu, lakini pia Anderson Kimweri. Kulifikia lango lao lilikuwa mara chache, ingawa Yanga walimiliki mpira zaidi. Katika hizo mara chache Depu alikuwa miongoni mwa wale ambao walikuwa wakiwavuruga mno. Haikushangaza hata kidogo, mwisho wa mchezo yeye ndo akaibuka kuwa mchezaji bora wa mechi. Na sasa baada ya mechi 2, dakika alizocheza 90 dhidi ya Dodoma Jiji, dhidi ya Mashujaa ilikuwa ni dakika 35, kwa lugha nyingine ameshacheza dakika 125 na kuchangia mabao 4, kwa maana kufunga mabao 3 na kutoa assist 1. Maana yake ukiangalia mchango wake wa mabao akiwa uwanjani utachukua 125 minutes, hizi dakika gawanya kwa mabao 4 aliyochangia mpaka sasa, utagundua mchango wake wa mabao kwa kufunga ama kutoa pasi saidizi ya mabao ni kila baada ya dakika 31 na sekunde 15, 15 seconds. Hiki ni kiwango cha juu cha kuwezesha timu kupata bao. Mchango wa mabao, goals contribution za Depu, na ameanza kwa kishindo mno, ikikumbuka kwamba msimu uliopita mfungaji bora katika ligi kuu Tanzania bara msimu wa 2024-2025 alikuwa ni Jasha Ahua, mchezaji aliyekuwa Simba, hivi sasa hayupo, lakini kwenye kucheza kwake alicheza kwa dakika 2000. Jasha Ahua alicheza kwa dakika 2000 ambapo kwa ujumla akafunga mabao 16, akatoa assist 9, akichangia mabao 25. Ukichukua minutes
per goals contribution za Jasha huo utachukua 2000 gawanya kwa 25 ambayo ni mchango wa mabao, kwa maana mabao 16 na assist 9. Utagundua hapa alikuwa anachangia mabao around kila baada ya dakika 80, 80 minutes. Kwa hiyo Depu wastani huo kuchangia mabao kila baada ya dakika 31 na sekunde 15 ni wa juu mno kwa kulinganisha na mchango wa Jasha Ahua katika mechi za ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita. Note, ni mapema mno kumpa maua yake kupitiliza Depu kwa sababu ndio kwanza kacheza mechi 2. Ligi ndio kwanza, Yanga wamecheza mechi 8, bado mechi 22. Ni kusubiri kuona hizo mechi nyingine akipata nafasi ya kucheza kwa kocha Pedro Gonçalves ataendeleza makali yake haya, lakini walau katika mechi hizi 2 dakika 125 amedhihirisha kwamba Yanga hawakukosea hata kidogo kumtoa katika klabu ya Radomiak Radom inayoshiriki ligi kuu ya Poland na kumleta nchini kwa ajili ya kusuluhisha tatizo hili, kuongeza makali ya Yanga katika kubadilisha nafasi kuwa mabao. Swali ama kipengele kilichobaki kwake yeye ni kuonyesha makali yake haya katika ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo Yanga baada ya mechi ya Jumamosi dhidi ya Al Ahly bado atakabiliwa na mechi nyingine dhidi ya JS Kabylie itakayochezwa nchini na pia dhidi ya FAR Rabat itakayochezwa kule nchini Morocco, ili mwisho wa siku baada ya Yanga kutimiza mechi 6 za hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kujua hatima yao kwamba watasonga mbele katika hatua ya robo finali. Maana katika kundi lao B timu 2 za juu kama ilivyo kwenye makundi mengine ndizo hufuzu kwa hatua ya robo finali baada ya mechi 6 za hatua ya makundi kukamilika. Hivi sasa mwenendo kwenye kundi lao wanaoongoza ni Al Ahly, Yanga inafuatia ikiwa katika nafasi ya pili. Kazi kwao ni kudumisha nafasi hii walionayo, na ili kuidumisha ni pamoja na kuhakikisha wanapachika mabao katika mechi zinazowakabili, na Depu anahusika katika eneo hilo na anasubiriwa kwa hamu sana. Lakini so far so good, ameanza vizuri sana. Badala ya kusema kusubiri muunganiko na wenzake, chemistry waelewane, yeye ameanza kwa kishindo dakika 125 akichangia mabao hayo 4 katika mechi 2 tu. Mchango wa mabao ambao hivi sasa kwa ujumla kuchangia mabao 4, Yanga ikiwa na mabao 21 mpaka sasa. Manake mchango wake wa mabao kwa mabao yote ya Yanga mpaka sasa tangu ligi ianze ambao ni mabao 21 ni around 19%. Ni mchango wa juu mno kwa mchezaji ambaye ndio kwanza ametua, ndio kwanza amecheza mechi 2, tena sio dakika 180 bali dakika 125. Depu ameanza kwa kishindo mno. Namna anavyokimbia mabeki, akikimbia nyuma ya mabeki wa timu pinzani, namna anavyoruka kimahesabu katika kuwania mipira ya juu na kuweka mpira wavuni, hakika ni masuala ambayo anasubiriwa kwa hamu kuendeleza, kwa sababu akifanya hivyo haitashangaza kuona yeye ni miongoni mwa wafungaji wenye mabao mengi katika ligi kuu Tanzania bara, akidumisha kile ambacho ameshakionyesha katika michuano ya Kosafa iliyomalizika, ambapo taifa lake la Angola lilitoa ubingwa, yeye akiwa mfungaji bora akifunga mabao 8 katika mechi 5, lakini pia akiwa ndiye MVP mchezaji bora akisaidia Angola kutoa ubingwa wa michuano ya Kosafa. Lakini msimu wa nyuma yake ni yeye pia alikuwa top scorer katika michuano ya Kosafa kwa kufunga mabao 5. Kwa ujumla kwenye Kosafa tayari ana mabao 13 kwenye michuano ya Kosafa, jumla mabao 13, na kumfanya awe ndiye mchezaji mwenye mabao mengi kati ya wachezaji wote waliowahi kushiriki michuano ya Kosafa tangu ilipoanzishwa mwaka 1983. Kwa lugha nyingine ndio all time goal scorer kwa mabao yake haya 13. Depu ameanza kwa gia ya juu kwenye ligi kuu Tanzania bara. Itakuwa vipi? Ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stars Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako na mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.